Mtazamaji wa Stein TV, tupo kwenye chumba cha upasuaji ambapo madaktari bingwa wanaendelea na huduma za kibingwa hospitali ya rufaa ya government ya mkoa. Kwa majina naitwa Dr. Kus Lema, daktari bingwa wa koo, pua na masikio. Katika kambi hii tumefanikiwa kuona wagonjwa 142 ambao ni wagonjwa walikuwa wanahudhuria kwenye kliniki ya nje, na pia tumefanikiwa kuandaa wagonjwa wa operation wapatao 19. Mpaka jana wagonjwa waliofanywa operation walikuwa 10, na leo tumepanga wagonjwa 9. Kwa jumla tutakuwa tumefanyia wagonjwa 19. Hata hivyo inawezekana hii namba ya wagonjwa itaendelea kuongezeka kwa sababu kliniki bado zinaendelea. Kwa ili eneo la koo, pua na masikio, watu wanaoathirika sana ni kundi la watoto ambao wanapata shida ya mafindofindo, kwa kitaalamu zinaitwa tonsils na adenoid. Hayo ni mafindofindo ambayo mara nyingi yanaziba sehemu za hewa ambazo zinapitisha hewa. Kwa watoto wengi wakipata shida kama hizo, wanakuwa wanapata shida za upumuaji kwa muda mrefu sana, kwa wanakoroma, wanakuwa wanashtuka usiku, sawa, wanakosa hewa. Kwa hiyo watoto wengi sana wanakuwa wanaathiriwa na hili tatizo. Kwa hiyo katika eneo hili wagonjwa wengi wanaofanywa operation ni zaidi ya 90%. Hao wagonjwa wanaofanywa operation ni wako katika matatizo ya namna hiyo. Watoto wengi wanaoathirika na huu ugonjwa wanakuwa na dalili zifuatazo. Kwanza, wanakuwa wanakoroma sana. Pili, wanakuwa wanapumulia mdomo. Tatu, wanakuwa wanashtuka usiku. Kwa hiyo pindi unapoona dalili kama hizo, mtoto anafungua mdomo akiwa amelala, anakoroma, mpeleke eneo husika, sana kwenye hospitali za level ya mikoa. Hapa atapata huduma sahihi. Wapo wazazi wengi wanafikiria kwamba huu ni ugonjwa wa kawaida, wengine wanasema kwamba labda ni mtu alivuta maji akiwa mtoto, lakini wengi wanakuwa wamepoteza muda mwingi sana kwa kutambua tatizo mapema. Kwa hiyo nashauri ukipatapo hizi dalili uwahi sehemu husika, sana zile hospitali kubwa kama kuanzia kwenye level ya mkoa, ndio utapata huduma ambayo ni sahihi. Asante. Kwa majina naitwa Anastella Benedict, ni mkazi wa Kagondo Kaifo. Nimemleta mwanangu Baraka Isa Niweabura, alikuwa na matatizo ya nyama pua, kwenye pua na kwenye koo. Tangu amezaliwa alikuwa analala anakoroma na kunywa maji usiku, lakini hatujui kinachoendelea. Lakini kupitia Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan mama yetu, alipotuletea madaktari bingwa wakaja ndani ya mkoa wa Kagera, kwa kweli ametusaidia, ndio na mimi nikaungana nao nikamleta. Baada ya kumleta wakagundua tatizo, yeye nyama koo hapa zilikuwa zimeziba na kwenye pua zilikuwa zimeziba. Kwa hiyo wakasema ndio maana vilikuwa vinasababisha homa kali, vinaleta kila saa kaa anatapika. Lakini baada ya kujana, ndio juzi hiyo Jumatatu tulipofika, wakamwandikia wakasema lazima tumpeleke afanyiwe operation.